السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الحاضرين أيها الأحبة، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، كما نعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا. كما alivyotangulia shekhe wetu Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim hafidhahullah ta'ala wa ra'ahu katika utangulizi wake kwamba kwenye majlisi yetu ya leo tuzungumzie nawaqidhu al-ukhuwati al-imaniyya, vichanguzi vya udugu wa kiimani. Mimi sina pingamizi katika hilo, nitaitikia maelekezo yake na ushauri wake kwenye hili, na kwa kadiri ya kile kichache ninachokijua nitaizungumzia maudhui hii. Wabillahi asta'in, na nitaomba msaada kwa Allah jalla wa ala. Jana kama tutakumbuka, kwa wale waliokuwepo, tulizungumzia suala la udugu wa kiimani na tukajaribu kuonyesha kwamba ni jambo kubwa sana na ni neema kubwa ambayo Allah jalla wa ala amewaneemesha waja wake waumini. Ni neema ya Allah jalla wa ala kwa waumini kwa kuwafanya wao ni ndugu, na kiunganishi cha udugu wao ni kuwa wao wamemwamini yeye subhanahu wa ta'ala. Udugu huu ukawa una thamani kubwa sana kuliko thamani ya udugu wa damu, mpaka Allah jalla wa ala akawa analielezea hili ndani ya Qur'ani, na halitafutika, lipo na litaendelea kuwepo, aliposema wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum faasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nakumbukeni neema za Allah jalla wa ala zilizoko juu yenu wakati nyinyi mlipokuwa ni maadui, kisha Allah jalla wa ala akaunganisha baina ya nyoyo zenu, mara mkawa nyinyi ni ndugu kwa sababu ya neema zake. Hili watalifahamu uzito wake na ukubwa wake wale ambao walishughulisha na kusoma tarikhi na sira ya makabila ya Waarabu kabla ya Uislamu, hasa pale Madina baina ya Aus na Khazraj, bali hata Makka na sehemu nyingine baina ya makabaili ya Kiarabu tofauti tofauti, bali hata kwa nchi nyingine na miji mingine.
hali kabla ya Uislamu haikuwa nzuri. Watu walikuwa wakibaguana kwa sababu ya kabila zao, bali watu wa kabila moja wakibaguana kwa sababu ya koo zao na familia zao. Watu baadhi yao wakijikweza na kujifakharisha juu ya wengine na kuwadharau wengine, na mfano wa mambo kama hayo ambayo yalileta mpasuko mkubwa baina yao, wakawa hawakai mahali pamoja. Watu hawa hawawezi kukaa kwenye majlisi moja na hawa. Watu wa kabila hii hawawezi kwenda kuoa kwenye kabila hii. Watu wa ukoo huu hawaoi kwenye ukoo huu. Hali kabla ya Uislamu ilikuwa hivyo. Dharau na majivuno yalikuwepo, kiasi ambacho ikafikia sasa dharau ile na majivuno yale yalipelekea mpaka watu kuwa wanauana, wanapigana, kumwaga damu zao kwa sababu za kijinga. Pengine vita ikapiganwa kwa miaka mingi, watoto na majukuu wakarithi visasi vilivyoachwa na baba zao na babu zao. Ukimuuliza leo wapigana nini, anasema hata sijui, lakini kina baba zetu walikuwa wakipigana na watu hao. Lakini sababu yeye hajui, amerithi ugomvi wa wazazi wake. Hali ilikuwa namna hiyo. Aliletwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akautengeneza mujtama wa watu wale, lakini wote waliokubali kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wakaunganishwa chini ya kalima hii, wakawa ni ndugu wenye mapenzi ya hali ya juu baina yao, zaidi ya mapenzi ya ndugu wa damu. Pamoja na kwamba Uislamu umehimiza sana kuunga udugu na kuthamini udugu, lakini kiunganishi cha imani kikawa ni kikubwa zaidi kuliko kiunganishi cha damu. Na kama mtu atakuwa ana imani na kuna rahimi ndani yake, kiunganishi cha damu na kuzaliwa, basi haki yake inakuwa iko juu zaidi. Uislamu ukatoa nafasi hii. Tukaeleza pia jana kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika juhudi kubwa alizozifanya kwa maelekezo ya Allah jalla wa ala ni kuunganisha baina ya watu, baina ya muhajirina na ansar. Akawafanya hawa ni ndugu, wewe ndugu yako fulani, na wewe na fulani ni ndugu, na fulani na fulani ni ndugu, na watu walipendana kwa ukweli kabisa. Hii ndio hali waliopitia wenzetu, na tunamuomba Allah jalla wa ala atujalie na sisi tuende na mwenendo wao, tupendane kwa ajili ya Allah jalla wa ala, na kama kuchukiana au kufarikiana basi iwe ni kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni min awthaq ura al-islam wal iman, ni kifungo madhubuti sana katika vifungo vya imani, kuwa watu wanapendana kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Na bila shaka kila mara mnasomewa hadithi za wale watu saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atawapa kivuli, atawafunika kwenye kivuli chake katika siku ambayo la dhilla illa dhillu. Katika waliotajwa akasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alayhi waftaraqa alayhi, ijtama'a alayhi. Na watu wawili ambao wamependana kwa sababu ya Allah, wakakusanyika kwa ajili ya Allah na wakatengana kwa ajili yake. Watu hawa watastahiki kupata kivuli cha Allah jalla wa ala katika arasati al-qiyama fi yawmin la dhilla illa dhilluh,
katika siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli chake subhanahu wa ta'ala, bali watapewa manabiri za nur, na Allah atawashuhudiza viumbe juu ya kheri na fadhila walizonazo watu hao. Wataitwa mbele za watu wakishuhudizwa kwamba hawa ni watu ambao walikuwa wakipendana kwa ajili ya utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa si jambo dogo tukaona kwamba wewe wasema tu kwamba huyu ndugu yangu, mimi ndugu yangu katika Uislamu, ndugu yangu katika imani. Usije ukaona kwamba ni kitu kidogo sana. Hicho ni kitu kikubwa na kina haki zake. Kwa hiyo ukishalitambua hilo kwamba huyu ni ndugu yangu fillah, hamkuzaliwa katika tumbo moja, hamkutokana na mzazi mmoja, wala wazazi wenu si ndugu, wala hamko katika kabila moja, mkatofautiana katika shakli, bali hata katika kila namna, lakini kilichowaunganisha nyinyi ni al-imanu billah. Jua kwamba hilo ni jambo kubwa na kuna haki ndani yake. Wewe Muislamu watakiwa uzisimamie ili upate fadhila za mapenzi hayo kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Ukisema tu lakini hutekelezi, hasara itakuwa iko kwako na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika tuliyozungumza kwenye darasa yetu ya jana au muhadhara wa jana, tukasema kwamba kuna baadhi ya mambo yanazingatiwa kwamba ni mambo binafsi. Mtu anapoyafanya anapelekea kuuvunja udugu wa kiimani. Mambo haya tunaweza tukakaa kwenye meza tukasuluhishana na mmoja akatanazali, yani akajishusha katika nafasi alionayo, akasamehe kwa maslahi ya udugu. Haya ni mambo binafsi. Lakini kuna mambo ni mambo ya dini, tofauti za kidini na kimtazamo na kiimani. Mambo kama haya hakuna kutanazali. Ni yule aliyekosea kuambiwa amekosea na kusimama katika usawa, arudi katika mstari. Na hayo ndiyo mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akatoa muongozo katika hili sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo wengi wetu tunaijua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, unsur akhaka dhaliman au madhluman, mnusuru na umtetee ndugu yako pale anapokuwa ni dhalim au anapokuwa ni mwenye kudhulumiwa. Hali anapokuwa dhalim mnusuru, na hali anapokuwa ni mwenye kudhulumiwa pia mnusuru. Maneno haya kijahilia yana tafsiri yake, na maneno haya Kiislamu yana tafsiri yake tofauti na ile ya kijahilia. Itakuwa ni jambo la ajabu kumuona Muislamu ajinasibu na Uislamu, lakini bado maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayapa tafsiri ya kijahilia kwa vitendo vyake. Ni jambo la ajabu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mnusuru ndugu yako hali ya kuwa ni mwenye kudhulumu, pale anapodhulumu mnusuru, na hali anapokuwa amedhulumiwa pia mnusuru. Hiyo ni haki kwako. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kwamba huyu mwenye kudhulumiwa tutajua tunamnusuru, sio? Ni kwamba tutamtetea haki yake, apate haki yake. Kama haki ni mali, basi mali yake irudishwe kwake. Kama haki ni heshima, basi ilindwe heshima yake. Tajua ndo namna ya kumnusuru aliyedhulumiwa. Mtu anaweza kuvunjiwa heshima yake ikavunjwa, akatukanwa, anaweza kudhulumiwa mali yake. Namna ya kumnusuru ni kuhakikisha kwamba anapata haki yake. Lakini sasa huyu aliyedhulumu tumnusuru vipi? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mafunzo aliyoyatoa ni kwamba sisi tutamzuia asifanye dhulma, ndio tutakuwa tumemnusuru.
nusra yetu kwake ni kuzuia mkono wake asidhulumu. Wewe wadhulumu, acha, usimdhulumu yule. Kuna njia nyingi za kumzuia mtu, kuonyesha kwamba wewe hujaridhika na vitendo viovu anavyovifanya vya dhulma. Miongoni mwa njia hizo ni kama waweza kuzuia kwa vitendo, utamzuia kwa vitendo, kama zilipokuwa zile maratib na darajat za al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Huwezi utasema Sheikh umezidi bwana, kwa hilo unalofanya ni dhulma, acha hilo unalofanya ni makosa, kwa nini unakwenda kwenye mwenendo huu, si mwenendo wa sawa, ukamnasihi aachane na dhulma. Au kwa ufupi ukawa umeshindwa yote haya, chukia, ukawa huko tayari kuwa naye katika hili alikuwa nalo, unaonyesha ya kwamba wewe hukubaliani na yeye, humungi mkono, utakuwa umetekeleza wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kumnusuru ndugu yako. Kijahilia ni kwamba ndugu yako hata akikosa ndugu yako utamtetea, utatafuta udhuru, huyu wetu mwenzangu yule bwana, itakuwaje bwana? Kwa hiyo hata katika lile analokosea wewe utaendelea kumtetea na kumkingia kifua. Sasa hiyo ni tafsiri ya kijahilia hiyo. Sasa na ukiangalia ukipekua ndani utakuta kuna mambo binafsi ya kimaslaha yapo, ima kwa sababu ya mali, ili lipo watu wanaweza kuteteana kwa ajili ya mali, vyeo, mtu akamtetea mwenzake kwa sababu ya cheo, atapata cheo yeye, au kuwa huyo ana cheo basi na yeye atanusurika katika baadhi ya mambo fulani na maslaha ya kilimwengu, au kwa sababu ya utaifa, sisi ni watu wa nchi fulani na hawa ni watu wa nchi fulani, au kwa sababu ya umiji, au kwa sababu za ukabila, au kwa sababu ya rangi, au kwa sababu kadha wa kadha. Kuna vitu vingi vinapelekea watu wakawa wananusuriana bila ya kufuata msingi wa dini ya Allah jalla wa ala. Hapo tutakuwa hatujaujenga udugu wa Kiislamu wa kweli, tutakuwa tunajidanganya, hatujaelewa, tunakwenda kwenye misingi ya kijahilia. Lakini raha ya Uislamu ni kuwa watu wanapendana kwa ajili ya Allah, wanakusanyika kwa ajili yake na wako tayari kuachana kwa ajili yake. Na tukaleta maneno ya al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na katika maneno yale kumnukuu al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, kuonyesha ya kwamba katika mambo ambayo hayakubali watu kutanazali ni mambo ya dini. Nasaha na maneno ni lazima yapite, bali ikibidi watu kuibainisha haki, hata kama udugu utatetereka kwa maslaha ya watu wote. Haya ni mambo tumezungumza, ni mambo ya kielimu yanafahamika. Sidhani kwamba kama Muislamu ambaye amehudhuria au anakaa kwenye darasa akajifunza itakuwa jambo hili kwake ni mushkili. Sidhani kama hili lina mushkili wote. Sasa nataka kusema tena, kwa kuwa nimetakiwa niseme katika nawaqidh za al-ukhuwa al-imaniyya, na kusudia vichanguzi vya udugu wa kiimani. Kuna vitu vinapelekea kuuvunja udugu wa kiimani, ni vitu vya msingi sana, kwa kuwa ni vitu vya kidini. Unatakiwa upande mmoja usifanye vitu hivyo, yani upande mmoja ujiepushe na mukhalafatu shar'iyya. Wewe utakapokuwa umejitumbukia katika mambo yenye kukhalifu sheria, ni mambo ya kimikha, utapelekea udugu wa kweli. Kwa ili usiuvunje huu udugu, jiepushe na jambo hilo, kwa sababu Waislamu waliosimama kwenye njia ya ukweli kabisa, wakilishuhudia jambo hilo liko kwako,
ili usisababishe matatizo, acha, jiepushe na hilo. Na huku nikijua na nikisema wazi kabisa, hakuna kati yetu sisi ambaye hakosei, awe mkubwa awe mdogo, hakuna maasum. Na tunaposema tunapolingania kwenye hii da'wa, ad-da'wa al-mubaraka, ad-da'wa as-salafiyya, haina maana kwamba sisi tunaolingania njia hii tumetakasika na hatuna makosa ya aina yoyote. Haya maneno au dhana hii si dhana sahihi. Na kuna baadhi ya watu huwaambia wenzao kwamba wajifanya wao ndio wenye funguo za pepo, wao watamuingiza kwenye pepo wanayemtaka na watamuingiza katika moto wanayemtaka, watamtoa huyu watamuingiza huyu. Tumcheni Allah jamaa. Watu wasema maneno haya, wallahi hii ni dhulma kubwa kuidhulumu da'wa salafia. Wao wanajua wazi wenye kusema hayo kwamba ad-da'wa salafia ndiyo ad-da'wa iliyosimama katika wasat, ukati na kati. Na ukati na kati ni kumpa kila mtu haki yake na kumweka kila mtu katika manzila yake na daraja yake. Na wanaamini wazi kabisa, wanajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemiliki kila kitu, lahu maqalidu samawati wal ardh. Janna ni yake na an-naru ni yake, na yeye ndiye atakayewaingiza watu katika pepo kwa rahma zake na kwa yale watakayoyatenda waja kwa sababu ya rehema yake. Allah akawaingiza katika pepo yake anaowataka katika waja wake. Na ameumba pepo, ameumba moto, na katika moto atawaingiza anaowataka katika viumbe. Lakini yako mafundisho kwamba hili ukilifanya utakwenda katika moto, ukifanya hivi utakwenda katika aljanna. Lakini hakuna yoyote aliye na mamlaka ya kumiliki pepo na moto, hakuna huyo. Na wala hakuna dai yoyote anayejinasibu na hilo au kulidai hilo, hakuna. Lakini kama ikiwa mathalan tukisema, tukianukuu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Ikiwa tukisema maneno haya kwamba na kila upotevu utakuwa katika moto, maana yake ni kwamba atawaingiza waislamu motoni. Basi wa kwanza aliyesema hilo ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiye aliyesema kila upotevu utakwenda kwenye moto, upotevu unapelekea motoni. Sasa shida iko wapi? Mimi ninenukuu au yule aliyesema? Kwa tani itakwenda kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa mimi ninenukuu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwani namsingizia? Ingalikuwa mimi namsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema maneno haya, waidi uko tayari kuna makemeo makali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kadhaba alayya mutaammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bado moto tu. Atakayenizulia mimi maneno kwa urongo kabisa, kwa kusudia, basi ajichagulie makazi yake katika moto. Nirudi katika maudhui, ni kwamba hakuna katika da'wa salafia yoyote anayedai kwamba anayo nafasi ya kumuingiza katika pepo na au kumuingiza katika moto anayemtaka. Hilo jambo halipo. Lakini ni kwa sababu ya makemeo au maneno yanayozungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au pengine ni aya za Qur'ani zimeeleza wazi juu ya jambo hilo. Sasa wewe ukitaka uwe katika salama na usalimishe udugu wa Kiislamu, watu wasigombane, usiingie katika mikhalafa. Na huku tukijua hakuna ambaye hakosei. Waweza kufanya jambo zuri lakini kesho na baadaye ukakosea, ukafanya jambo ambalo si zuri, ukamwasi Allah, ukateleza katika jambo fulani. Sisi tuna taratibu zetu. Anayekosea huambiwa
akikosea kwa siri ataambiwa kwa siri. Ndugu yako amefanya makosa katika muamala, mmetaamali baina yenu nyinyi wawili, au na mwingine ukapata kesi hiyo ukaletewa shakawa kwamba fulani amenidhulumu kitu fulani, fulani amenifanyia jambo fulani, na ikathibitika kwamba huyo fulani kalifanya jambo hilo la kimakosa. Ni jambo liko baina yenu, litengeneze kwa uzuri, msitiri aibu yake, mnasihi, mrudishe katika mstari, mwambie kwamba unachokifanya ndugu yangu si sawa, mimi sikubaliani na wewe, angalia hivi, qala Allah qala ar-rasul. Kama unazo aya zitoe, unazo hadithi mpe, nasaha na akwali mbalimbali na maneno ya hikma mpe, ulainishe moyo wake arudi katika mstari. Hadha bainakum, hili ni jambo litakuwa baina yenu na utamstiri. Usitoke tena hapo ukarudi, fulani bwana jana bwana alifanya hivi, ukaanza kumtangazia aibu zake kama vile wewe hukosei. Maadamu ni mambo yametokea baina yenu kwa siri, yamalizeni, usimtie aibu ndugu yako, msitiri ndugu yako. Man satara musliman satarahu Allahu يوم القيامة. atakimstiri muislamu Allah naye atamstiri siku ya kiyama. Haifai kumfedhesha ndugu yako. Aibu zimetokea baina yenu, na basi malizeni, ambianeni maneno ya sawa sawa. Huo ndio Uislamu. Lakini waonaje mtu akosea alanan mbele za watu, akosea, afanya maasi kwa ujeuri, afanya bid'a kwa ujeuri, afanya mikhalafa kwa ujeuri, atetea mikhalafa ile, aikingia kifua kwamba yafaa, atoa aya hadithi, na wajua kwamba aya anayoitoa au hadithi anayoitoa anaweka mahali sio pake, anaharibu. yuharifuna alkalima an mawadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih. Wako watu wanaokwenda mwenendo wa Kiyahudi, wakiyapindisha maneno wakayatoa mahala mwake, wakayazungumza tofauti, na wewe walijua hilo. Je, utamuita siri? Bwana wajua jambo hili, usirudie tena bwana. La, kama inawezekana hilo litafanyika, lakini yeye atarudi dhahir, atarekebisha mbele za watu. Bwana rekebisha hilo, atasimama yalirekebishe, lakini sio sharti. Kwa sababu katika masharti ya mtu anapokosea alanan, wewe mrejea katika tafsiri ya surati al-Baqara ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, alipokuwa kitafsiri kauli yake Allah jalla wa ala, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Akaeleza pale katika masharti ya tauba na masharti ya mtu kurudi pale anapokuwa ameficha ilmu au ameipindisha ilmu. Atakiwa huyu afanye tauba, arudi kwa Allah jalla wa ala, aombe msamaha. Illa alladhina tabu wa aslahu, na wakatengeneza yale walioyaharibu, lazima atengeneze. Wabayanu, na wakabainisha kwamba mimi nilikosea kwenye jambo hili, asifunge hivi wajua hivi, abainishe. illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Sasa jambo la ajabu ambalo lipo kwa Waislamu, watu wenye mikhalafa kama hii, bado kuna watu wanawatetea na kusema wajua yule ndugu yako Muislamu, mstiri bwana. Ataka mtu asitiriwe hata katika mikhalafa. Hili jambo halifai, na huu ndio mgogoro mkubwa unaokuja baina ya maduati na walinganizi. Wamuona mtu kabisa huyu anaharibu, na ni jambo halivumiliki. Ni wajibu juu ya duati, kama tuliposema maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ni wajibu kwa maduati kubainisha hali zao biittifaqi almuslimin, kwa ittifaqi ya waislamu wote, yani maulama, ni wajibu kubainisha hali zao. Sasa ili udugu usiharibike,
wewe acha mikhalafat, na unaponasihiwa nasihika, usilete ubishi na ukaidi, usilete ghatrasa, kufanya kujikweza na kibri na kujiona kwamba uko juu ya haki. Usifanye hivyo. Hata kama wewe ni dai unalingania kwenye da'wa salafia, unaweza ukateleza. Unapokosolewa, simama katika haki, rudi katika sawa, kwa sababu at-tanazul ala al-haqi fadila. At-tanazul ila al-haqi fadila. Mtu kushuka akienda kuifuata haki ni jambo la utukufu. Haijawahi mtu kudhalilika kwa sababu amenasihiwa katika haki alafu akaifuata haki ile akadhalilika. Haijawahi kutokea. Allah anakupa izza. Umekosea jambo, taraja, rudi katika mstari, omba msamaha kwa Allah, watangazie waislamu kwamba wewe ulikosea kwenye hili. Haijawahi kuwa ni udhalili, ndio usawa. Sasa tukitaka kujenga kibri, hatutaki kuambiwa, ndipo pale mipasuko inapojitokeza katika safu. Kwa hiyo inarudi kusema kwamba mipasuko inayojitokeza katika jambo la imani, mambo ya dini, hakuna kutanazali, kwa maana kwamba basi nimekusamehe sitakufanyia radi, basi nimekusamehe sitabainisha kosa lako. Hakuna hilo, wala hiyo sio ghiba. Na wanaochuoni wanaeleza hakuna ghiba, kusengenya kwa kubainisha makosa ya aliyekosea mbele za watu katika jambo la dini, sio ghiba, si kusengenya, haingii katika mlango huo. Lakini kuna mambo ambayo ni mambo binafsi ambayo yanavunja udugu. Hili jambo la kidini hili nitakuja kulizungumza mara nyingine insha Allah. Nitalipigia mifano mingi ya kutosha na akwali za wanawachuoni juu yake, kwamba udugu unaweza kuvunjika kama ikiwa mtu anakaidi katika jambo la haki, anatetea batil au anawatetea watu wa batil na hataki kufuata haki na hataki kukosolewa. Utavunjika kwa kupungua ile nafasi ya ule udugu, kwa maana tahadhari zitolewa, na kama watu ikibidi kumhama na kumfanya hajri na kumkata na kumgura, basi inaweza kufanyika hilo, na ni jambo lipo na ni matlabun shar'iyyun, ni jambo la kisheria lipo na lina taratibu zake na njia zake. Akikupa salamu huitikii, lipo hiyo. Ukimpita humsalimii, kama ni maslaha yapo katika nafaa. Insha Allah tukipata wasaa mtalikuja kulitolea maelezo hili kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na wanavyoeleza wanawachuoni wa Kiislamu katika hili na tafsiri yake, kwa kuangalia masalih na mafasidi juu yake, kwa sababu dini ndio jambo la kwanza ambalo linatakiwa lilindwe, sio heshima za watu. katika المقاصد الشريعة الإسلامية zile الضروريات الخمس, mambo ya lazima makubwa matano ambayo yafaa yalindwe. Jambo la kwanza ni ad-dinu, ni dini, kabla ya heshima, kabla ya mali, kabla ya kadha, kabla ya nasab. Dini ndio kitu kikubwa kabisa tukiona kilindwe. Sasa katika haya mambo binafsi, ukizisoma baadhi ya aya, kwa mfano ukiisoma suratul Hujurat yote kutoka mwanzo mpaka mwisho, utaziona hizi adabu zimejaa, Allah subhanahu wa ta'ala akizielezea kwamba waislamu kwa hali walionayo watakiwa wauchunge udugu wao, wasiuvunje kwa kuzifanya sababu au kufanya vitu ambavyo vitapelekea kuuvunja udugu. Mimi kwa wakati wa sasa nitakwenda kwa haraka nitaisoma aya ya 9 na ya 10 na ya 11 na aya mpaka aya 12 na 13 ya sura hii kwa haraka kama kujikumbusha.
wengi katika waislamu sura hii wamehifadhi, hasa tulabul ilm unazifahamu aya hizi, lakini katika namna ya kujikumbusha kuna mambo tunapoyafanya tunauvunja udugu wetu au tunaunyima afya udugu wa Kiislamu, jambo ambalo ni makosa. Hatutakiwi kuwa hivyo. Allah jalla wa ala katika sura hii adhima anasema wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, endapo makundi mawili katika waumini wakawa hao waumini wamepigana, fanyeni sulhu baina yao, patanisheni. Na sulhu hutumika njia mbalimbali za kusuluhisha watu na kuwapatanisha, ikiwezekana kwa kutumiwa watu wenye jaha, watu wenye vyeo na nafasi katika mujtama, wazee, watu wazima, watu wenye busara, wanaweza kutumika kuleta sulhu baina ya watu, au kutumia mali ikatumika, na wakati mwingine hata ukatia kiuongo kidogo ukadanganya. Pengine kuna kundi la huku upande huu na upande huu, au ndugu huyu na ndugu huyu, wewe wataka kuwasuluhisha, ikawa wewe waleta habari za kheri hata kama hazipo. Bwana, nimetoka kwa mtu fulani, mashaallah anakupenda sana. Yule bwana ameteleza, amekukosea, lakini anakupenda sana. Nimekaa naye anakutaja kwa kheri mwanzo mpaka mwisho, na anajuta kwa nini kafanya vile. Msamehe ndugu yako bwana, wala hajakwambia chochote, napiga wala uje unaona naye. Kudanganya katika sehemu kama hii yafaa na si haramu, kwa sababu unakusudia kuleta islahi baina ya watu. Ndugu yako akupenda sana, ana mahaba na wewe, kila akikaa anajuta, bwana kwa nini kafanya namna ile. Msamehe bwana, akutaja kwa kheri, yuko tayari kuja kuomba msamaha, yuko tayari, na kile kitu chako kile au kitu fulani kilichoharibika anaweza kukufidia, yuko tayari kwa hilo. Mathalan, wala mjapatana naye, ukitoka kwa huyu naye, bwana nimezungumza naye, yuko tayari bwana, yeye ana neno pia, anakupenda, anasikitika kwa nini umemfanyia vile, lakini yuko tayari kukusamehe. Msamehe, kamwombe msamaha bwana, yatosha. Sasa atafurahi ndugu yako, na kama kitu anakudai, mimi nitakulipia bwana, si anakudai kiasi kadhaa, nitabeba mimi. Maskini huna chochote, anakudai pesa ngapi? 500,000 bwana, basi hizo ziko juu yangu. 500,000 wenyewe huna, atoki kama mwaka mzima hupati. Kwamba mimi nitazibeba hizo, nitatoa mimi. Wabeba deni. Sheria ya Kiislamu ikatoa nafasi ya kumsaidia huyu aliyejibebesha deni kwa ajili ya kusuluhisha. Waislamu wengine wamchangia huyu mpaka hizo pesa alizotaka kuzitoa ili asuluhisha zifike, achangiwe huyu, mpe, kwa sababu amesimamia jambo la kusuluhisha. Kwa hiyo makundi mawili ya Waislamu yanapokuwa yameingia kwenye mapigano, basi fanyeni sulhu baina yao. Ndiyo Qur'ani inavyotufundisha. Katika aya hii tupata faida ya kwamba kumbe waumini waweza kupigana. Yatokea hivyo, waumini wanaweza kukosana wakakorofishana, yatokea hilo, ni jambo linaweza kutokea, ni waqi, laweza kutokea, hakuna shida, na halikanushi ukhuwa wa kiimani kwamba sasa hakuna imani tena. Laweza kutokea, lakini wenye akili na wenye busara wanatakiwa wasimamie kufanya sulhu baina yao. Lakini kundi moja likifanya dhulma juu ya jingine, watu washasuluhishwa, lakini hawa wakafanya baghi na wakafanya dhulma, basi Waislamu wote waungane wawe dhidi ya huyu au hawa waliofanya dhulma. Anasema Allah, fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amri Allah. Likifanya dhulma na uasi kundi moja juu ya kundi jingine, basi nyinyi Waislamu lipigeni lile kundi ambalo limefanya dhulma mpaka lirudi kwenye amri ya Allah. Fa in faat
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. likirudi katika usawa basi fanyeni sulhu baina yao kwa uadilifu na fanyeni qist, fanyeni uadilifu na insaf. inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Lakini katika jambo baya ambalo huwa linajitokeza katika mujtamaa wetu, utakuta ndugu au jamaa, majirani na watu mbalimbali wagombana kwa sababu za kilimwengu, alafu hakupatikani watu wa kusuluhisha, bali wengine hukaa mabarazani na wakakaa huko kaanza kusema, sikia habari za fulani bwana, kazi yao kuwasengenya, yule fulani bwana yule hafai kabisa, dhalimu kabisa bwana, fulani naye zidi bwana. Basi watu wakawa wakazungumza wakafurahika, fulani na fulani sasa hawapatani, basi wakusuluhisha hakuna. Hii ni hali mbaya kabisa, haitakiwi kuwepo baina ya mujtama. Katika mujtama wa Kiislamu tunauvunja udugu. Hamuoni ndugu wanaokusana na wengine wakajiapiza na ndugu zao kuwa wao hawataki tena udugu mpaka kufa? Sitaki kumsemesha mtu fulani, na wewe mtoto wangu usiende kwa fulani, yule hafai na ni ammi yake. Wewe ni ndugu yako, yeye ni ammi yake. Ndugu na ndugu hawasemani, hawazungumzi, miaka yapita na hakuna kuwasuluhisha. Ni jambo baya, si jambo zuri. Muislamu na Muislamu mwenzake waswali safu moja msikitini, au wote wanaswali swala za jamaa, wote wanashuhudia la ilaha illa Allah, wamekusana lakini hakuna wa kuwasuluhisha. Sio jambo zuri, si katika Uislamu.